Bwana, karibu sana tuzungumze soka. Hapa niko na Machiri wa Young Africans na tunaongelea kile ambacho kinachoendelea hivi sasa, tetesi za soka zikihusishwa baadhi ya wachezaji ndani ya Young Africans. Na pointi ya msingi, subscribe YouTube channel yetu, tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram, Facebook, TikTok, jina letu ni JRMT TV. Hapa niko na Machiri, tunazungumza na udhamini mnene sana tunapewa na JRMT Unisex Saloon na Brand Hotel. Machiri, habari bwana? Bwana safi, mambo vipi? Shwari kabisa. Mara ya mwisho tulizungumza vitu vingi sana pale stesheni kuhusu Young Africans. Hivi sasa kuna tetesi ambazo zinamhusisha mchezaji raia wa Uganda, mchezaji wa kimataifa anaitwa Alan Okello kutua pale Young Africans. Pengine mchezaji huyu amekuwa akihusishwa pia na Simba katika dirisha kubwa la usajili. Hii kwani inatafsiri nini zaidi? Bwana, ngoja nikwambie kitu kimoja. Katika kitu ambacho Engineer Harris atatupa, yani tuseme ile gift, ni kumchukua Alan Okello. Yani atakuwa ametupa gift kubwa mno kwa Dar es Salaam Young Africans, haswa sisi mashabiki ambao tunapenda sana kuongea na media. Atakuwa ametupa gift ya maana kwa sababu kwanza mchezaji mzuri siku zote anakwenda kwenye timu kubwa, timu nzuri, timu yenye mafanikio. Siamini hata siku moja kama Okello anaweza akaenda akachagua timu nyingine yoyote Afrika Mashariki na Kati zaidi ya Dar es Salaam Young Africans. Yani akitoka Vipers atatua Dar es Salaam Young Africans. Na ni mchezaji kiufupi nafikiri kishamaliza, kisha sainiwa na klabu ya Yanga mpaka sasa hivi. Yani 100% ni mchezaji tayari wa klabu ya Yanga. Lakini unaponiambia kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa anatakiwa na Simba Sports Club, ningemuona ni mkosefu wa fikra na ni mkosefu wa akili yake, na akili yake haifanyi utambuzi mzuri kama angekwenda Simba Sports Club, kwa sababu kwenda Simba Sports Club ni kwenda kujifukia kwenye shimo la moto ambao utaishia kufa na kuungua kubakia majivu. Yani ni sehemu ambayo hakuna mpira wa aina yoyote unaokwenda kuupata zaidi ya kudidimiza kipaji chako. Tumeona wengi wapo wamepotea. Umeelewa vizuri? Leo hii Mpanzo alikuja mzuri, lakini leo hii Mpanzo anaonekana mtu wa kawaida, mchezaji wa kawaida sana, lakini ni mchezaji ambaye alikuwa na CV kubwa sana. Lakini kwa sababu amechezea timu ambayo haina weledi wa kulea wachezaji, leo tunamzungumzia Mpanzo ni mchezaji wa kawaida. Okello ambaye anatoka Vipers, jina lake na ukubwa alokuwa nao Uganda, yani hapa anakuja kuzungumzwa kama leo Afrika na dunia inavyomzungumza Djigui Diarra, Afrika na dunia inavyomzungumza Zouzoua Pacome, Afrika na dunia inavyomzungumza Clement Mzize na wengineo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo bwana mdogo sehemu sahihi aliyochagua ni Dar es Salaam Young Africans, na naamini kwa uwezo wake aliokuwa nao mguuni, hasa akitokea upande wa kushoto, mimi naamini kabisa Dar es Salaam Young Africans tumechukua mchezaji sahihi kabisa ambaye atakuja kutupa kile kitu ambacho tunakikosa katika upande wa winga. Unafikiri kitu gani ambacho Young Africans wanakikosa kwa hivi sasa mpaka ikipelekea kwenda kumsajili Alan Okello akihusishwa sana na tetesi pale Young Africans katika nafasi ambayo anaicheza? Mimi napenda akitokea pembeni, kwa sababu kwanza kwa upande wa pembeni, upande wa kulia ama kushoto, ukimchukua Pacome kama akicheza kulia, basi kushoto kidogo kuna pwaya. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi naamini wakicheza ule mkasi, yani mmoja akicheza kulia, mmoja kushoto, wakiwa wanapishana wanaenda kulia kushoto, au hata kama ukija ukimweka namba 10, bwana mdogo yuko vizuri. Naamini sio kwamba Dar es Salaam Young Africans kuwaleta kina Dombia, kuwaleta na hao wengine wengi akina Bala Conte akina nani, sio kwamba wamekosea. Ni upepo tu wa mchezaji. Kuna sometime mchezaji anaweza akatoka nchi moja akawa anafanya vizuri, lakini akija kwenye nchi nyingine ukakuta upepo umemkataa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sio kwamba ni wachezaji wabaya, ni wachezaji wana profile kubwa. Naamini kabisa Okello anakuja kutatua matatizo, anakuja kuondoa matatizo, anakuja kuondoa yale maneno na kejeli yaliyokuwa yanatoka kwa upande mwingine kuhusiana na upande wa winga zetu. Naamini kabisa Pacome akitokea kulia, bwana mdogo akitokea kushoto, au akibadilishana wakicheza mkasi, mmoja anakuja kushoto, Pacome anakuja kulia, dogo anaenda kushoto, bwana timu yoyote hata Barcelona ilete. Lakini kibunda kipo. Quality ya Okello sio mchezo. Kaka, kama tumeweza kumzuia Pacome asiende klabu nyingine yoyote duniani zaidi ya Dar es Salaam Young Africans, Okello nani anatoka Vipers? Okello ni mchezaji ambaye sisi kwa pesa yoyote anayoitaka Gharibu anaenda kumaliza hilo tatizo. Sisi tatizo la pesa kwetu hakuna. Bato likishahusishwa na Simba, unajua thamani ya mchezaji inakuwa inapanda. Simba wenyewe wote ni majianti wa Tanzania. Simba hawana bosi wa kutoa pesa. Simba mpaka watembeze mchango kwa wanachama na mashabiki ili wapate pesa ya kumchukua mchezaji. Hivi ninavyokuambia mimi nakusanua, bosi amekataa kutoa pesa za usajili.
Umeelewa vizuri? Amekataa kutoa pesa za usajili na ni kitu ambacho kipo wazi na kinaonekana na tunakijua. Lakini watu hawasimami kwenda kulizungumzia hilo, wanasimama kuzungumzia vitu ambavyo haviwahusu. Umeelewa vizuri? Mimi naamini 100% bwana Okello, bwana mdogo Okello hawezi kwenda Simba kwa sababu kwanza pesa hawana na pili hawawezi kukuza vipaji vya wachezaji. Dar es Salaam Young Africans ndio timu yako sahihi ambayo utakula mshahara mzuri, utalala sehemu nzuri, utafanya mazoezi ya Victown sehemu iliyotulia, sio Bunju kwenye visiki. Utakwenda kwa sababu Bunju kule kuna visiki, sungura. Yani ukienda kule mwanangu kuna vile nini vingochiro nini. Yani ukienda kule wewe ni mdogo. Lakini ukiingia Victown, yani kama uko Ulaya ndogo pale Kigamboni, yani kama uko Ulaya, ukiangalia kuna bahari, ukiangalia kuna posta pale migorofa na nini. Lakini Bunju ndugu yangu unaenda kukutana na wakulima tu. Yani Bunju unaenda kukutana na visiki. Bunju unaenda kukutana na vile vinyama gani vile meno ya hivi mangiri yale. Umeelewa vizuri? Hakuna uwanja unaokaa sehemu kama kule. Unaendaje kuweka uwanja Bunju? Niwaambie tu kweli. Okello, welcome Dar es Salaam Young Africans. Bwana, tunakubali sana. Tunakuelewa mno. Na leo mashabiki wote wa Tanzania wanakaa kwenye TV pia kukusupport wewe. Umeelewa vizuri? Bwana, mashabiki wote wa Tanzania influencers tutakuwepo sehemu moja hivi tunaangalia mpira kwa pamoja. Baadaye nafikiri tutatangaza, lakini leo mashabiki wa Tanzania influencers tunakaa sehemu moja. Kwa sisi mashabiki wa Tanzania influencers Simba na Yanga. Simba, Yanga, Azam, Mtibwa, yani ujue shida hapo mnapofanya nyinyi. Nyinyi ndio mnataka kutugombanisha. Tanzania influencers ni umoja ambao umeanzishwa, sawa? Na watu wachache ambao unakwenda kutengeneza, limetengenezwa kundi la watu 100. Juzi tumepewa ithibati kamili kutoka BMT na kutoka Baraza la Michezo, sawa? Kwamba sisi sasa tuna kibali maalum cha kujulikana na katiba tunayo kila kitu. Hii sio Simba, Yanga na Azam. Hii ni timu zote Tanzania, yani mashabiki wote wa Tanzania ambao wanapenda mpira na vilabu vyote vya Tanzania. Lakini sharti uwe na ushawishi wa kushawishi majambo nje ya uwanja na ndani ya uwanja, lakini haswa uwe mshawishi ambao unaweza kuizungumzia timu ya taifa vizuri. Sio unakuja katika umoja huu wewe unastiki tu katika timu zako za vilabu. Hapana, huu ni umoja ambao umekusanya vilabu vyote. Bwana, umoja huu unakwenda kutatua matatizo yote ambayo yanaisumbua Tanzania toka enzi na enzi inazaliwa hii nchi. Unajua kuna ile slogan ilikuja, mshabiki wa Yanga akienda kwenye mechi za Simba anapigwa, mshabiki wa Simba akienda kwenye mechi za Yanga anapigwa. Ulishawahi kuona ile ugomvi yale? Sisi tunakwenda kutoa, yani yale maugomvi ya zamani ambao walikuwa wanaendelea mpaka huku tulikofikia, tunakwenda kuyaondoa. Yani huu umoja unakwenda kutoa maugomvi yote. Umoja huu unakwenda kutengeneza umoja wa ukweli. Mimi niwe karibu na mshabiki wa Simba, tunakaa, ana dada yake mzuri na muoa, shabiki wa Simba anakuja huku anaoa kwetu. Umeelewa vizuri? Huo ndio umoja ambao ndio kutengenezwa. Lakini yote kwa yote kwenda kuwatengeneza mashabiki wote wa Tanzania wanaopenda timu zao, vilabu vyao. Kwa sasa hivi inapofika swala la timu ya taifa yoyote, yani tuwe na uzalendo, tuwe kitu kimoja, tushirikiane, tuunganishe ile nguvu yetu. Tunakuwa kitu kimoja kwenda kuisapoti timu ya taifa popote pale. Iwe senior timu, iwe under 20, iwe timu ya wanawake senior timu, iwe under 20. Timu yoyote, na sio mpira wa miguu tu, basketi tumemwaahidi mpaka bwana Musa Mpemba, sio namuita yule wa Dar City. Tumemwambia timu yako popote itakapokuwa inacheza inakwenda kuliwakilisha taifa nje, kwa sababu ndio timu ya basketi inayotoka sana nje ya mipaka hii. Sawa, hivi karibuni nimesikia itaenda Nairobi. Kwa hiyo tunakuomba ndugu yetu, kama unaweza kutuchukua mashabiki kutoka kwenye umoja huu wa Tanzania Influencers, tunakuja kusapoti. Sisi tupo kwa ajili ya kusapoti kila timu inayofanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Lakini lengo kuu mama ni kuisimamia timu zote za taifa. Iwe basketi, handball, netball, football, timu zote zinazo ngumi, yani zote, ili mradi tu wanapepesha bendera ya taifa. Sisi tupo kwa ajili ya hiyo kazi na tunaiweza. Nafikiri unatujua vizuri. Tukisimama kwenye media, tukisema leo tunashambulia jambo fulani, ujue nchi inasimama. Na uwezo huo tunao, sababu tunayo. Mfano mdogo, influencers kabla wa timu Simba, Yanga na Azam, sawa, kabla tujaunga umoja, tulikwenda kushambulia ile hatua ya kuingia robo finali makundi, timu ya taifa inaenda kucheza na Morocco. Oya ndugu yangu, mpaka mageti alitaka kuvunjwa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tunataka sasa hivi kuwarudisha mashabiki waache yale mambo ya kupenda vilabu vyao na kuacha kuipenda timu ya taifa. Sasa hivi tunakwenda kutengeneza umoja, yani kwamba nchi inapokwenda kucheza aidha ni nje ya nchi,
basi watu wote wanakuwa kwenye vibanda wanaangalia timu ya taifa. Au inacheza ndani, basi watu wote tunajazana wapi? Uwanja wa taifa kwenda kuangalia. Iwe Amani, iwe popote pale, ni tuambiwe uwanja unatumika huu, basi watu wote tunakwenda kuungana kwenda kuishabikia timu yetu ya taifa. Timu ya taifa ndio namba moja katika nchi, alafu na vilabu ndio vinafuata. Yani kwanza katika mpira wa miguu unahitaji timu ya taifa, ndio nembo ya nchi. Alafu unakuja kuhitaji Dar es Salaam Young Africans, Simba, Azamu, Mtibwa, Namungo. Timu zote ndio unataja, lakini kwanza katika mpira wa miguu ni timu ya taifa. Ndio namba moja. Kwa hiyo kama timu ya taifa ndio namba moja, na waomba mashabiki, wanachama wa vilabu vyote, mashabiki wa timu zote Tanzania, tuungane kwa pamoja kwenda kuisupport timu yetu ya taifa. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.